dhidi ya Iran vimeingia siku yake ya 7 hii leo. Hali inazidi kuwa tete katika eneo zima la Mashariki ya Kati, huku Iran ikiendelea kujibu mashambulizi kwa kuilenga Israel na vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye baadhi ya nchi washirika wa taifa hilo kubwa. Mwenzangu Mohamed Helef amefuatilia kinachoendelea na kutuandalia ripoti ifuatayo. Wimbi la hivi karibuni kabisa la makombora ya Iran limesababisha milipuko kote mjini Tel Aviv, huku wafanyakazi wa uokozi wakiendelea na kazi ya kudhibiti moto kwenye majengo yaliyolengwa katika mji mkuu huo wa Israel alfajiri ya leo. Milipuko hiyo ilisikika mara tu baada ya Israel kutanua kampeni yake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon, ikiapa kulikomesha kundi hilo lililojiunga rasmi na vita kufuatia mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei siku ya Jumamosi. Shirika la utangazaji la Iran limesema kuwa Tehran ilikuwa imerusha makombora dhidi ya maeneo mbalimbali ndani ya Tel Aviv, huku jeshi la Israel likisema linajaribu kuyadungua makombora hayo hadi jana jioni. Waandishi wa shirika la habari la AFP mjini Tel Aviv wameripoti kusikia awamu mbili za milipuko iliyotikisa mji huo. Ishara zote zinaonyesha kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran atakuwa Mujtaba Husseini Khamenei, mtoto aliyekuwa kiongozi mkuu aliyeuawa Ali Khamenei. Bunge la viongozi wa dini ndilo lenye mamlaka ya kumteua kiongozi huyo kutokana na mapendekezo ya Jeshi la Mapinduzi. Ana umri wa miaka 56 na hajawahi kuhudumu katika utumishi wa umma, lakini anaaminika kuwa na ushawishi mkubwa kutokana na ukaribu wake na taasisi kadhaa. Kulikuwa na matarajio makubwa kuwa yeye ndiye atakayemrithi baba yake. Kwa matokeo hayo, inaonekana kama uongozi unarithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ni mtoto wa pili wa Ali Khamenei na amepigana vita vya Iran na Iraq kuanzia mwaka 1987 hadi 1988. Atakapothibitishwa kushika madaraka hayo, basi atakuwa anakabiliwa na changamoto kadhaa. Mojawapo ni usalama wake, hasa ikizingatiwa kwamba katika vita vinavyoendelea, kama ilivyo kwa viongozi wengine wakuu, naye atalengwa katika mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Israel. Lakini pia atachukua uongozi wakati nchi inapitia kipindi kigumu cha usalama, ikiwa tayari viongozi kadhaa waandamizi wamesambaratishwa. Kuhakikisha mikakati endelevu kutahitaji zaidi ya utashi wa kisiasa. Suala la uchumi unaodorora wa Iran nalo sio la kufumbiwa macho. Kumbuka, ilikuwa ndio chanzo kikubwa cha maandamano ya raia waliokuwa wakidai kuimarishwa kwa uchumi. Kutokana na vita vinavyoendelea, athari za uchumi zitazidi kuonekana. Tayari wamesitisha mikataba ya uagizaji bidhaa na mataifa mengine ikiwemo nchi za Kiafrika kutokana na hali tete inayoendelea. Hii ina maana hata Iran yenyewe itakuwa vigumu kuuza bidhaa nje ya nchi. Mlango bahari muhimu wa Hormuz hautumiki kwa sasa kwa shughuli za kibiashara, ishara ya hasara kwa uchumi wa dunia.